Mkuu wa Mkoa wa Songwe. Aliyesimama ni mwenyekiti wa maafisa wa usafirishaji wilaya Momba, anaitwa Mr. Paulo Miwanga, lakini jina maarufu anaitwa Magufuli. Nimesimama kwa niaba ya maafisa wa usafirishaji tairi 2 bodaboda, lakini nimesimama kwa niaba ya mwenyekiti wa bajaji pia na maafisa wa usafirishaji tairi 3 kwa maana bajaji, lakini nimesimama pia kwa niaba ya machinga wilaya ya Momba. Ndugu wananchi, nimesimama hapa kwa ajili tu ya kuweza kuzungumza na kuitangaza amani ya Tanzania inayoendelea mpaka sasa. Inayonifanya nimesimama na nimevaa sare ya jezi ya Tanzania kwa sababu tuna amani. Ndugu wananchi, nimesimama hapa kuzungumza kwa sababu juzi kwa bahati nzuri nimekwenda kwenye chombo cha habari na nimezungumza na bahati nzuri Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umeniona tena na kuniita. Hii ni upendo ulioje katika mkoa wetu wa Songwe. Nimesimama na kuzungumza na kukemea kuwa sisi kama maafisa usafirishaji wilaya ya Momba pamoja na machinga, tarehe 29 tutakwenda kupiga kura asubuhi. Na baada ya kupiga kura asubuhi, sisi tutakaa kwenye vituo vyetu kwa ajili ya kubeba abiria kuwapeleka kupiga kura kwenye maeneo sahihi yaliyotengwa. Na sio bajaji tu wala sio bodaboda tu, ni machinga pamoja na wananchi wote tukapige kura asubuhi. Lakini nitoe rai kuwa maafisa usafirishaji kama alivyozungumza rafisi wetu, tuondoe hofu, sisi tukaendelee kufanya kazi. Neno maandamano ni kwa sababu tunaishi kwenye nchi ya amani. Kuna mtu aliimba wimbo akasema bongo bahati mbaya, mimi nasema bongo bahati nzuri, kwa sababu ukizungumzia Ulaya ndio kuna vita asilimia kubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, vijana wangu, nimesimama kwa niaba ya vijana wote wilaya Momba kama mwenyekiti wenu, bodaboda, bajaji, no machinga, wengine wote mnaofanya mnasukuma toroli sijui nini, tukapige kula ili kumpata kiongozi atakayetuongoza miaka 5. Tusipofanya hivyo tutajutia. Mfano, mimi hapa ni mwenyekiti wa bodaboda, kama sikubariki ukataka tena niendelee, kuna siku utajutia, kwa maana utaendelea kujutia yale mabaya yangu. Niwasihi, hii ni serikali, na serikali itakapoikosea miaka 5 haitarudi leo. Ndugu zangu, viongozi wangu mlioko nyuma huko bajaji na machinga, hebu hili tuendelee kulihutubia kama amani, kama watumishi walivyosema hapa kwamba tuendelee kuikemea amani yetu ya nchi iendelee kudumu kaskazini, mashariki, magharibi na kusini. Wanaosali basi tuendelee kuomba amani, hatutapata amani. Hebu angalia Kongo kuna vita. Je, kuna amani? Mfano, tunataka kuandamana. Mimi hapa mfano ni Chadema, baba yangu ni CCM, kaka yangu ni Chauma, mdogo wangu labda ndio hiyo tunasema ACT. Nitampiga nani siku hiyo? Maana yake nitakuwa naondoa pesa mkono wa kushoto na weka mkono wa kulia. Kwa ndugu zangu, tukilijua hili, amani ya Tanzania tutaendelea kuihubiri, lakini uzalendo wa nchi utaendelea kuwepo katika nchi yetu, hasa hususan katika mji wetu wa Tunduma. Nakumbuka kuna kipindi vurugu tulitokea siku 3. Mimi na kumbukumbu tulijifungia ndani na kipindi hicho kama sisi maafisa wa usafirishaji, ili kujipatia chakula au msosi, tunasema ni lazima uamke siku hiyo ukafanye kazi ili upate pesa. Je, kama itatokea vita tutaishije? Kwa hiyo tutakuwa na ugumu sana wa kuishi. Ndugu zanguni, mimi kwa machache ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa nikushukuru sana kwa niaba ya maafisa wa usafirishaji machinga, lakini nishukuru pia serikali yako kwa kutukumbuka kwamba na sisi tupo. Mungu awabariki.